kwa mara nyingine tena on air kutokea hapa Bongo Media One, na leo kwenye mic nimesimama mtu mzima Christyboy _TZ na moja story kubwa ambayo mimi binafsi na kusogeza wena kutokea hapa Bongo Media One. It's all about ujio wa ngoma mpya ama chupa jipya kutoka kwa msanii Diamond Platnumz all the way kutoka kwenye kiwanda cha muziki huu wa Bongo Flava nchini Tanzania. Bana, kwa wale mashabiki wote wa msanii Diamond Platnumz kutoka kwenye industry ya muziki huu wa Bongo Flava nchini Tanzania, kaeni mkao wa kula kusubiria ujio wa ngoma mpya kutoka kwa msanii Diamond Platnumz ambayo itachiwa vile soon. Bana, kupitia ukurasa wake wa Instagram, msanii Diamond Platnumz cha kwanza ameposti moja kipande ambacho kinaonesha show yake, lakini baadaye akaandika kwamba it is a time to drop a new hit, akimaanisha kwamba ni muda sasa wa kudondosha ngoma mpya ambayo itakuwa ni hit song. Bana, kwa wale mashabiki wote kaeni mkao wa kula kusubiria ujio wa hit song kutoka kwa msanii Diamond Platnumz in 2021. Bana, kama utakumbuka ngoma ya mwisho ya msanii Diamond Platnumz kutoka kwenye kiwanda cha muziki huu wa Bongo Flava nchini Tanzania ilikuwa ni ngoma ya wa, nikimaanisha moja ya chupa ambalo star Diamond Platnumz mwandani alimshirikisha mkongwe kutoka kule nchini DRC Congo maarufu kama Koffi Olomide, na of course ni moja ya chupa ambalo kiukweli lilipata mapokezi makubwa sana. Kama utakumbuka ngoma hii kipindi ambapo iliachiwa official ilifanya maajabu mengi kuanzia upande wa audio mpaka video. Kwa upande wa video ilifanikiwa kufikisha watazamaji milioni 1 ndani ya masaa 8, na msanii Diamond Platnumz akaweka rekodi ya kuwa msanii wa kwanza kutokea Afrika Mashariki ngoma yake kupata views wengi katika mtandao wa YouTube ndani ya masaa 8. Ni rekodi ambayo mpaka this time haijawahi kuvunjwa na msanii yoyote kutokea kwenye kiwanda cha muziki huu wa Bongo Flava nchini Tanzania. Lakini pia mpaka this time napokusanua ngoma hii ya waya msanii Diamond Platnumz featuring Koffi Olomide tayari imefikisha watazamaji milioni 70 pale katika mtandao wa YouTube. Naweza nikasema ni miongoni mwa ngoma ambayo imempa mafanikio mengi msanii Diamond Platnumz, na huenda ni miongoni mwa ngoma ambayo itakuwa imemfikisha msanii Diamond Platnumz sehemu fulani, so kwa sababu ni chupa ambalo limepata mapokezi makubwa, lakini pia views wengi kwa muda mchache ukilinganisha ngoma za msanii Diamond Platnumz ambazo tayari zimeshatoka since way back, kwa sababu hakuna ngoma ambayo imepata views wengi kwa muda mchache kama ngoma hii ya waya msanii Diamond Platnumz. Lakini pia kama unavyojua siku za karibuni tuna wasanii mbalimbali ambao wameachia ngoma zao mpya, tukizungumzia kwa mfano label ya Kings Music ambao wao mnamo tarehe 10 mwezi wa 6 2021 wamerelease ngoma yao mpya. Ngoma inakwenda kwa jina la Ndombolo, ni moja ya chupa ambalo mwandani msanii Alikiba ameshirikiana na wasanii wake ambao wamesainiwa chini ya label ya Kings Music Records. Hapa namzungumzia msanii kama K-Tuga, Abdukiba, Tommy Flavour. Lakini pia ni moja ya chupa ambalo kiukweli nalo pia limepata mapokezi makubwa sana, kwa sababu mpaka this time ni miongoni mwa ngoma ambayo inafanya vizuri sana pale katika mtandao wa YouTube, lakini pia kwenye zile digital platform zingine za kusikia muziki duniani. Hapa nazungumzia kule iTunes, Spotify, Tidal, Deezer, Mkito, Boomplay, Audiomack, YouTube na mitandao mingi nayo. Of course baada ya Kings Music kuweza kurelease ngoma hiyo mnamo siku ya jana ya tarehe 10 ya mwezi wa 6 2021, lakini pia tarehe iliyofuata ambayo ni tarehe 11 mwezi wa 6 2021 msanii Diamond Platnumz na pia akatangaza kwamba ni muda sahihi sasa wa kudondosha new hit. Bana, unafahamu ya kwamba Diamond Platnumz ni mtu fulani ambaye amekuwa na mabalaa mengi, nikimaanisha akitangaza kwamba anakuja na ngoma, ujue ngoma ambayo atakuja kudondosha itakuwa ni ngoma moja ambayo ni ya moto tena sio kitoto, lakini pia ni ngoma ambayo naamini itakuja kuchafua hali ya hewa, kwa sababu ukizingatia Diamond Platnumz ni msanii mkubwa, lakini pia na fan base kubwa, na hasa amekuwa ni msanii ambaye ana nguvu sana pale katika mtandao wa YouTube. So naamini siku ambapo atarelease ngoma hiyo for the first time, naamini itafanya maajabu mengi ile kinoma noma, na huenda ikafanya rekodi ambazo
hazijawahi kuwekwa zikawekwa, ukizingatia umwamba amekuwa ni mshikaji ambaye kiukweli ngoma zake kwa muda mfupi zimekuwa zikitembea ile kinoma noma. Wewe kama shabiki ambaye umekuwa kimsupport Diamond Platnumz since way back bana, kamka wakula kusubiria new hit kutoka kwa msanii Diamond Platnumz all the way kutokea pale WCB Wasafi, lakini pia kamka wakula kusubiria rekodi kubwa kwenye industry ya muziki huu wa Bongo Flava nchini Tanzania. Lakini pia tukiachana na new hit ambayo msanii Diamond Platnumz ameka wazi kwamba it is a time to drop bana, kamka wakula kusubiria ujio wa new album. Hii album ambayo itatoka mwaka huu wa 2021. Kama utakumbuka, msanii Diamond Platnumz alienda kapiga kambi kule nchini South Africa, na huko alikutana na baadhi ya wakali kutokea huko, ambapo alikutana na mtu mzima vocalisti aliimba ngoma ya K-Star na wakakaa studio na wakafanya ngoma. So wenda tuna ngoma za mapiano ndani kwenye ujio wa new album ya msanii Diamond Platnumz. Lakini pia baada ya kutoka kule nchini South Africa, msanii Diamond Platnumz alidrop hapa nchini Tanzania, lakini pia baada ya muda mfupi akasafiri na kuelekea kule visiwani Zanzibar, ambapo huko alielekea kwa ajili ya kufanya finalization ya album yake mpya ambayo itatoka Stone. Na of course huko alisafiri na producer naweza nikasema producer Yoliza, nikimaanisha Liza Claski, pamoja na producer S2Kizi. Walienda naye kule visiwani Zanzibar, na huko walienda kwa ajili ya kukamilisha album yake mpya ambayo itatoka vele soon. Bana, kama wewe ni shabiki, endelea kutembelea kurasa za social network za lebo ya Kings Music. So kipindi ambapo ngoma hiyo itatoka official, uwe wa kwanza tu kuipata, au sio? Lakini pia unatazama gani kuhusiana na hiyo ngoma hii mpya ambayo msanii Diamond Platnumz ametusanua ya kwamba itatoka vele soon, na anatuaminisha kwamba itakuwa ni hit song? Baada niachie maoni yako hapa chini, amini comment yako katika sehemu ya comment section, kuangalia kwenye video, lakini pia endelea kushare kazi zetu uwezavyo. Bana, jina langu kama nilivyokuambia before, naitwa @christyboy_tz. Usisahau kunifollow kwenye kurasa zangu za social network, amini kule Facebook, Instagram, also Twitter kwa jina la christyboy_tz.